14 tu ambazo zimebaki, na mimi nitajitahidi niwezavyo nizitumie dakika 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo kuu ni matendo mema. Somo kuu ni matendo mema. Matendo mema ni matendo mazuri ambayo mtu au watu wanaweza kufanya katika maisha yetu. Lakini pia matendo mema ndio ushuhuda wa kila Mkristo katika maisha yake. Unapokuwa unafanya matendo mema, mtu yule ambaye hajamwamini Yesu Kristo anaweza kumpokea Yesu kupitia matendo yako mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa definition hiyo, ninaomba tuingie katika kitabu cha Wafalme ya pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hali ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amos akamjia na kumwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Hezekia akageuka, akauelekea uso wake ukutani, akamwambia Bwana akisema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia likisema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda kwenda katika nyumba ya Bwana. Tena nitakuongezea siku zako miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu mkononi mwa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Funika macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwaminifu na wa haki katika maisha yetu. Tunakupa sifa na utukufu katika siku ya leo. Ni siku njema ambayo Bwana umeifanya katika maisha yetu. Tunakualika Roho Mtakatifu, karibu ukapate kwenda kutuongoza. Funua Bwana akili zetu, fungua Bwana masikio yetu, ili Mungu tukapate kwenda kusikia neno lako Bwana. Wewe ni mwaminifu na wa haki ya kwamba utakwenda kutenda sawa na fadhili zako. Tunasema ni asante ya kwamba wewe ni mwaminifu na wa haki. Katika siku ya leo utatugusa kwa namna ya ajabu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninashangaa kuna watu wanasinzia, sijajua kwa sababu ya sherehe ya jana. Lakini Mungu tu atusaidie. Kwa sababu ilikuwa ni shughuli kubwa ambayo tulifanya kwa wema. Hayo ndio matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwapongeze tu wale wote mlioshiriki kwa namna moja ama nyingine. Mungu awabariki kwa sababu umeonyesha matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma habari za mfalme Hezekia. Neno la Mungu linasema, siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hali ya kufa. Mfalme Hezekia ni mfalme ambaye alikuwa anaongoza Israeli. Ni mtoto wa Daudi ambaye alipokea kijiti akaongoza Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inazungumza ya kwamba huyu mfalme akaugua na akawa katika hali ya kufa. Lakini Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu Isaya nabii mwana wa Amos akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo yako maana utakufa.
zilikuwa ni taarifa ngumu katika maisha ya mfalme Hezekia. Yalikuwa ni taarifa ambazo zilimuyumbisha akili yake na ufahamu wake, ya kwamba pamoja na kwamba ninaumwa, lakini nimeletewa taarifa na nabii wa Mungu ya kwamba nitakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukipokea taarifa za misiba ya kwamba kuna wenzetu ndugu zetu wamefariki, kuna wenzetu wamepata ajali wakafa, tuletewa taarifa ya msiba. Lakini ilikuwa ni tofauti kwa mfalme huyu, ya kwamba analetewa taarifa ya kwamba atengeneze habari ya nyumba yake, maana yeye mwenyewe atakufa. Jiulize kama ni wewe umeletewa habari hizo, kiuhalisia uwezo ukajisikia vizuri. Mfalme huyu akapewa taarifa ya kwamba atakufa, hivyo atengeneze mambo ya nyumba yake. Kama kuacha ulisi, andike ulisi. Kama kuacha mambo mazuri katika familia yake na taarifa za msingi juu ya familia yake, anatakiwa afanye hivyo, maana mapema iwezekanavyo atakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika ule mstari wa pili anasema kwamba basi Hezekia akageuka, akawelekea uso wake ukutani, akamwomba Bwana akisema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika huu mstari wa 3 ndipo somo langu liko hapo. Ndipo tajikita katika huu mstari ya kwamba nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema. Hezekia baada ya kupata taarifa hizi ya kwamba atakufa, Hezekia hakuwa mbishi, Hezekia hakufanya chochote, lakini yamkini alikuwa amelala kwenye kitanda chake, akageuka akawelekea ukuta, akamlilia Bwana, akamwambia ya kwamba Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika maisha yangu kwa kutenda mema katika maisha yangu. Akageuka. Biblia inatueleza ya kwamba labda alipiga magoti au akaanza kuomba ya kwamba Mungu, naomba unipone, Mungu naomba unisaidie nipate tena uhai. La, hapana. Aliweza kumwambia Mungu ya kwamba kumbuka wema niliyokutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hezekia alimkumbusha Mungu. Alimkumbusha Mungu juu ya wema aliyoutenda yeye kama binadamu. Inarudia sema kwamba nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia. Alikuwa analia huku anazungumza ya maneno. Anamwambia Bwana, kumbuke wema aliyoutenda katika maisha yake. Sijui alifanya nini, sijui alitenda nini, lakini Hezekia anamkumbusha Mungu wema. Hakumwambia Mungu nisaidie nipone, hakumwambia Mungu nahitaji niendelee kuongoza watu. Hapana, alizungumza Mungu, kumbuka wema ambao nimekutendea katika maisha yangu. Katika mstari wa 4 anasema kwamba ikawa kabla Isaya hajaondoka katika mji wakati, neno la Bwana likamjia likisema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na nimeona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda kwenda katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Taarifa zinakuja hata kabla ya nabii Isaya kuondoka katika lile eneo. Mungu anamjibu Hezekia kumwambia kwamba rudi ukamwambia kwamba hutakufa, nimegairi. Sijajua ni kwa sababu ya nini. Biblia inatuonyesha maombi ya Hezekia ya kwamba alimkumbusha Mungu wema ambaye alimtenda katika maisha yake. Lakini katika mstari wa 4 Mungu anamweleza Isaya kwamba rudi ukamwambia kwamba hutakufa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia matendo mema. Katika mstari wa 5 anasema kwamba rudi kumwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na nimeona machozi yako. Tazama, nitakuponya siku ya 3, utapata kwenda katika nyumba ya Bwana. Tena nitakuongezea siku zako miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu mkononi mwa ufalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu katika njia yangu na kwa ajili ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa sasa tujikite katika mstari wa 3. Maombi ya mfalme Hezekia kwa Mungu. Maombi ya mfalme Hezekia kwa Mungu. Ya kwamba Hezekia baada ya kupata hii taarifa, tumeona tendo alilofanya. Anageuka ukutani na kumkumbusha Mungu juu ya wema wake, juu ya yale aliyotenda katika jamii yake, juu ya yale aliyotenda katika nchi yake, kwa sababu yeye alikuwa ni kiongozi. Anamkumbusha Mungu juu ya wema, anamkumbusha Mungu juu ya yale mazuri aliyotenda, anamkumbusha Mungu yale aliyotendea watu katika uongozi wake. Anageuka na kumwambia Mungu, ni kweli niko tayari kufa, ni kweli ninaumwa, na wewe tayari umenitumia nabii wako kuniambia kwamba nitengeneze habari ya nyumba yangu, maana nitakufa. Lakini Mungu nakwambia, kumbuka wema wangu ambao niliyokutendea. Kumbuka. Yalikuwa ni maombi mafupi, lakini yalikuwa ni maombi yenye nguvu ya kwamba Mungu akumbuke ule wema, Mungu akumbuke matendo ya wema huyu mfalme ambaye aliyafanya. Tunaona ya kwamba Mungu alimjibu. Mungu akamjibu sawa sawa na kile alichokiomba. Mungu akamwongezea miaka. Mungu akamponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama Wakristo tunatenda wema gani katika maisha yetu? Tunatenda mambo gani ambayo tunaweza kusimama na kushuhudia kwamba hili tendo jema katika maisha yetu? Mfalme Hezekia alikuwa tayari kumwambia Bwana ya kwamba tazama wema, tazama hiki nilichokitenda, ya kwamba kama ukihitaji unaweza kuniponya, au usipohitaji unaweza nikafa. Akamshuhudia Mungu wema wake. Wewe kama Mkristo una nini cha kumwambia Mungu ya kwamba huu ni wema nimeutenda katika maisha yako? Mungu ametupatia nafasi katika maisha yetu. Wengine ni viongozi wa kanisa. Mungu ametupatia nafasi. Unatenda neno gani jema kwa Mungu? Ataweza kumkumbusha kwamba Mungu, hili ni jambo jema katika maisha yangu nimetenda, na Mungu akakukumbuka. Wengine wamepewa nafasi serikalini. Unaongoza taifa, unaongoza watu, unaweza kusimama mbele ya watu kashuhudia, mbele ya Mungu kashuhudia ya kwamba Mungu, hili jambo jema nimetenda mbele ya taifa langu. Tunaweza tuko tayari. Mfalme Hezekia alimwambia Mungu, kumbuka wema wangu, kumbuka wema wangu niliotenda. Ukihitaji utaniponya, au usipohitaji unaweza ukaniacha nikafa. Mungu akasikia maombi yake. Sisi kama Wakristo, kama nilivyosema, Mungu ametupatia nafasi mbalimbali katika jamii. Wengine ni walimu, wengine ni madaktari, wengine ni matabibu katika sehemu tofauti tofauti, wengine ni madereva. Unatenda wema gani kwa watu ambao wanakuzunguka? Unatenda wema gani kwa watu majirani zako, ili watu washuhudie kwamba wewe ni Mkristo, ili watu waone kwamba wewe ni mtu uliokombolewa na Yesu? Unatenda neno gani jema? Mfalme Hezekia alikuwa na uwezo wa kuambia watu ya kwamba nimetenda jambo hili, nimetenda jambo hili kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kumkumbusha Mungu. Ndio maana hata Mungu alipomwambia kwamba nimetenda jambo hili, Mungu naomba unisaidie, ndio maana Mungu alimjibu wakati huo. Una jambo gani jema ambalo unaweza ukasimama ukalishuhudia mbele ya Mungu ya kwamba nimetenda jambo hili, ninaomba Mungu nisaidie. Mungu usaidie tatizo langu. Mungu usaidie afya yangu, kwa sababu ya jambo ambalo nilitenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hezekia alikuwa na ushuhuda, alikuwa
alikuwa na ushuhuda mbele za Mungu. Ndio maana kuwa na wasiwasi, ndio maana kusita, ndio maana alimweleza Mungu ya kwamba Bwana, kumbuka wema wangu. Sisi kama Wakristo tunapaswa kutenda mambo mema. Tunapaswa kutenda mambo mema. Nafasi ya Mungu aliyokupatia, haijalishi ni nafasi gani, haijalishi ni ndani ya kanisa au nje ya kanisa. Yawezekana ni huduma ambayo Mungu amekupatia, au ni mwimbaji, au wewe ni mtu yoyote mwinjilisti, unapaswa kutenda mema. Kutenda mema ni pamoja na kuwajibika kwa kile ambacho Mungu amekupatia katika maisha yako, katika kazi zako. Ni kutenda mema, ni kutenda mema. Mungu anahitaji matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haraka ninaomba tuingie tushuhudie matendo mema ambayo mfalme huyu aliyatenda katika maisha yake, katika utawala wake. Alitenda matendo gani mema? Ndio maana akawa na ujasiri ya kwamba kumweleza Mungu ya kwamba nahitaji uyaone haya matendo, ninahitaji uone hiki nilichokufanya. Kama utahitaji niendelee kupona, ni sawa. Kama ukihitaji kuniongezea miaka, ni sawa. Lakini alimkumbusha Mungu kupitia yale matendo yake, kupitia yale aliyoyafanya kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kufunua katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura 18 mstari wa kwanza. Msomaji wangu unaweza kunisaidia? Wafalme wa Pili sura 18 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Soma katika mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili sura ya 18 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafalme wa Pili sura ile ya 18 mstari wa kwanza inasema, ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Elia mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Endelee. Amen. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zekaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake. Mstari wa 4, alipaondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande ile nyoka. Amen. Vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa, maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakiifukizia uvumba, naye akaiita jina lake Nehushitani. Asante. Hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kati ya matendo mema ambayo tunaweza kumshuhudia mfalme Hezekia akiyatenda katika maisha yake ni pamoja na kuondoa watu kuabudu sanamu. Wana wa Israeli ilifika wakati wakaanza kuabudu sanamu, wakaanza kuabudu vitu ambavyo alikuwa sio Mungu halisi. Lakini baada ya mfalme huyu kuingia katika nafasi yake, akapiga marufuku, akaondoa uabudu wote wa sanamu katika ukome wake. Hivyo ni moja kati ya yale ambayo tunaweza kumshuhudia pasipo shaka ya kwamba aliweza kuwa na matendo yaliyo mema, na Mungu akamshuhudia kuwa haki ya kwamba huyu ni kweli ametenda matendo yaliyo mema. Baada ya kuwa wanaweza kuabudu sanamu, baada ya kupata nafasi, baada ya kuingia katika madaraka,
aliweza kuondoa mambo yote ambayo alikuwa anafanya watu waabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko katika nafasi zetu. Tuko katika nafasi ambazo Mungu ametupatia kwa namna moja ama nyingine. Tunafanya nini kutenda yaliyo ya haki? Kutenda mambo yaliyo mema. Kama mfalme huyu alipoingia akaona kuna uozo, akaona kuna shida, watu wamwabudu Mungu wa kweli, akaamua kupiga marufuku, akaamua kuondoa kwa nguvu zake zote. Je, wewe unafanya nini katika nafasi yako? Tunazungumzia matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa kutenda matendo yaliyo mema ili kuweza kushuhudia kwa watu wengine, ili kuweza kumweleza Mungu ya kwamba ni hiki Mungu nimetenda mema katika maisha yangu, katika nafasi zetu tulizo nazo. Unaweza ukasema ukashuhudia kwamba nimetenda 1, 2, 3. Unaweza ukasema kushuhudia. Mimi naomba tu nitoe mfano ya kwamba ninabarikiwa na mama mmoja sana hapa katika hili kanisa. Amekuwa akibariki sana moyo wangu. Na nasema tu ya kwamba Mungu atamzidishia na Mungu atajibu haja moyo wake. Kuna mama anajitoa hapa na anafanya usafi, anatengeneza na kuta viti. Nikajua labda ni mwajiriwa, lakini nikapata taarifa ya kwamba sio mwajiriwa, anajitoa kwa moyo. Matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Una nafasi ya kutenda matendo mema, sio tu kwa sababu una pesa, sio tu kwa sababu una nafasi nzuri. Unapaswa kutenda mema kwa sababu Mungu amekupatia nafasi fulani ya kutenda mema. Unapaswa kutenda mema wewe kama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wajibu wetu sisi kama Wakristo kutenda mambo yaliyo mema kwa Mungu, na ili baadaye watu wakushuhudia kwamba ni kweli hiki anachokusema huyu ni kweli anakitenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna ushauri mwingine ambao unamthibitisha pasipokuwa na shaka ya kwamba mfalme Hezekia alitenda matendo yaliyo mema. Katika kitabu cha Waraka wa pili, Mambo ya Pili ya Nyakati, sura 32 mstari wa 1. Twende haraka kidogo kwa sababu muda wetu umetuacha. Msomaji wangu. Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 32 mstari wa 1 ni wa 6. Mambo ya Nyakati ya pili 32 mstari wa 1 ni wa 6. Kama kuna mtu yote amefika anaanza kusoma. Amen. Nyakati ya pili sura ya 32 mstari wa 1. Ikawa baada ya mambo hayo na uaminifu huo, Senakeribu mfalme wa Ashuri akaja akaingia katika Yuda, akapiga kambi juu ya miji yenye maboma, akadhania kwamba akaipata iwe yake. Basi Hezekia alipoona ya kuwa Senakeribu amekuja na kuadhimia kupigana na Yerusalemu, 3, akafanya shauri na wakuu wake na wakuu wa majeshi yake kuzuia maji ya chemchemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. 4, wakakusanyika watu wengi wakizuia chemchemi zote na kijito kilichofika kati ya nchi, wakisema, kwa nini wakifika mfalme wa Ashuri waone maji mengi? 5, Hezekia akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliobomoka, akauinua sawa na minara na ukuta wa pili nje, akaongeza nguvu za mito za Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele. 6, akaweka makamanda wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake kwa ndani penye lango la mji, akawatia moyo akisema, 7, iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala
kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yuko mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya jambo linaloweza kumthibitisha ya kwamba Mfalme Hezekia alitenda matendo mema na kumkumbusha Mungu ni pamoja na kuhakikisha ustawi wa watu wake. Tunaona ya kwamba anatengeneza miundombinu kwa ajili ya watu wake. Katika nafasi aliyopewa akaitumia kwa ajili ya matendo mema ya kuwajali wale watu ambao anawaongoza. Akawajengea miundombinu, akawajali, na ndio maana mfalme huyu alikuwa na ushahidi mbele za Mungu ya kwamba nimetenda matendo yaliyo mema, ya kwamba ninaweza nikasimama nikamwambia Mungu nimetenda jambo hili. Anamthibitishia Mungu, na Mungu anakumbuka wema wake, na Mungu anakumbuka kwamba ni kweli huyu mtu ametenda mambo yaliyo haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama watumishi wa Mungu, katika nafasi ulizopewa, haijalishi ni nafasi gani, unatendaje mambo yaliyo mema? Unatendaje kwa ajili ya mustakabali wa watu wengine? Unafanyaje? Au kulingana na nafasi yako umeona kwamba wengine wafai, ngoja mimi kwanza nitafune. Tunaona watu hawajali watu wengine. Tunaona ukienda hospitalini hata nesi hawezi kujali kama inapotakiwa. Huko sio kutenda mema. Wewe kama Mkristo unapaswa uonyeshe tofauti na watu wengine. Katika kazi uliyopewa, katika ofisi uliyopewa, unapaswa ujali watu kama huyu Bwana alipoweza kuwajali watu. Kupitia hayo aliyotenda kwa watu, Mungu alimbariki, Mungu alimuongezea miaka, Mungu alimponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo tunapaswa kutenda mambo yaliyo mema katika maisha yetu. Tunapaswa kuhakikisha kila itwapo leo tunatenda mambo yaliyo mema. Tunasaidia watu ambao hawajiwezi katika familia zetu. Kuna watu wapo tunaona barabarani na tuna uwezo wa kuwasaidia, lakini hatuna moyo wa kuwasaidia. Ili tuweze kuenenda kwa mapenzi ya Mungu, tunapaswa kutenda mambo yaliyo mema katika maisha yetu. Hata tunapokutana na changamoto, tunaweza tukamweleza Mungu ya kwamba Mungu, kumbuka matendo yetu mema tuliyofanya katika maisha yetu. Tukamkumbusha Mungu, tukamwambia kwamba Bwana, kumbuka nilimsaidia huyu, japokuwa sikumsaidia kwa sababu uje unisaidia, lakini ni pamoja na tendo jema nililotenda katika maisha yangu. Mungu, kumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna faida katika kutenda matendo yaliyo mema. Kuna faida katika kutenda matendo yaliyo mema. Faida moja hapo ni pamoja na kuweka kumbukumbu kwa watu. Watu watakukumbuka sio kwa wema ambao wamewatendea kwa kujionyesha, bali watu watakukumbuka kwa yale mema ambayo umeyatenda katika maisha yao. Kuna watu wengi katika jamii zetu tunawakumbuka. Tunawakumbuka kwa sababu alifanya 1, 2, 3. Kwa sababu alitenda wema kwa wengine. Ndio maana hata mtu akifa anakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunapotenda matendo yaliyo mema, tunafanya watu watukumbuke. Katika kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 36. Kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 36. Tunaona habari za mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Dorcas. Unaweza kusoma kwa wakati wako kwa sababu muda umeisha. Huyu Dorcas alikuwa akifanya matendo yaliyo mema. Alikuwa akiwashonea kanzu watu wengine, wamama waliokuwa wajane, anawahudumia kwa namna moja ama nyingine, anawasaidia. Sio kwamba alikuwa na pesa au alikuwa na nafasi, lakini alikuwa anafanya hivyo kwa wema. Anatenda matendo yaliyo mema, anawashonea wale mama wajane kanzu. Baada ya muda akaugua, akafa. Ukisoma vizuri utaona akafa. Wale wamama walisimama na zile kanzu wakizishika hivi, wakimwambia Mungu, msaidie mama apone. Tunaona Mungu alikumbuka maombi yao na Mungu akamponya yule mama. Mungu akamponya yule mama sio tu kwa sababu alihitaji kumponya, alitamani kuona ya kwamba huu ushuhuda unabaki katika sisi
anapinga. Nataka nikuhakikishia kwamba Bwana anakumbuka sadaka yako. Kuna watu wametoa hii madhabahu, leo tunasimama tunabarikiwa, tunasikia neno la Mungu. Watu wanabarikiwa, Mungu anakumbuka ile tendo chema uliolitenda kwa utukufu wake. Kuna watu wametoa ile vitu tulivyovikalia, ni tendo jema. Ulipokaa hapo unasikia neno la Mungu, Mungu anakumbuka sadaka hiyo ulioitoa kwa kanisa. Watu wanapobarikiwa, Mungu anakumbuka maisha yako. Mungu anakumbuka kizazi chako. Kuna watu hapo wamebarikiwa sio kwa sababu wao wametenda mema. Kuna wazazi wao walitenda mema, ndio maana leo hiyo unabarikiwa. Kwa sababu mzazi wako alitenda jambo jema, ndio maana leo unainuliwa. Hivyo tunapaswa kutenda mema, kwa sababu hata kizazi chetu kitabarikiwa katika maisha yetu kwa sababu la tendo la mzazi alilotenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo Wakristo tunapaswa kutenda matendo yaliyo mema katika nafasi ulionayo, katika familia yako, katika jamii yako. Unapaswa kutenda matendo yaliyo mema ili kuweza kuwashuhudia watu ambao hawajamwamini Yesu ya kwamba kumbe Wakristo ni watu ambao ni wema, wanaanza kutenda matendo haya. Kupitia matendo yako watu wakamwona Kristo, kupitia matendo yako watu wakamwamini Yesu. Tunapaswa kutenda matendo yaliyo mema. Kanisa, naomba tusimame. Bwana unapoenda kuomba, enda kumwambia Mungu juu ya maisha yako. Umemtendea nini Mungu katika maisha yako? Gusa moyo wako, mwambie Bwana akukumbuke. Yamkini unaumwa, lakini kuna jambo zuri ambalo umeshawahi kumtendea Mungu. Mkumbushe Mungu wakati huu. Mungu aweze kukubariki na Mungu aweze kukuponya kupitia tendo jema uliowatendea watu wengine. Mwambie Mungu, nikumbuke, niko hapa. Kumbuka 1, 2, 3 niliyokutendea. Yamkini kuna watu umeshawahi kuwasaidia huko hata wakumbuki, lakini leo mwambie Mungu, nikumbuke kupitia matendo yangu mema niliyokutendea katika maisha yangu. Nikumbuke, kumbuka uzao wangu, kumbuka watoto wangu, kumbuka familia yangu, kumbuke mume wangu, mkumbuke mke wangu, ili Bwana azidi kukusaidia katika maisha yako. Yamkini afya yako sio nzuri, yamkini unasumbuliwa na magonjwa. Leo mwambie Mungu akusaidie kupitia yale matendo mema ambayo umefanya katika maisha yako. Mungu yuko hapa kukukumbuka. Mungu yuko hapa kukujibu sawa sawa na fadhili zako. Lakini pia unaweza kumwambia Mungu akusaidie uweze kutenda matendo yaliyo mema. Mwambie Mungu, nihudumie. Natamani nitende matendo yaliyo mema katika maisha yangu, katika kazi yangu, katika familia yangu, ili baadaye nikushuhudie wewe Mungu ya kwamba wewe umefanya matendo fulani katika maisha yangu. Hivyo mwambie Mungu wakati tunakwenda kuomba. Mwambie Bwana akuguse. Mwambie Bwana akusaidie kupitia matendo yako mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuanze tukaomba. Baba, wewe ni mwaminifu na wa haki mno katika maisha yetu. Tunasema asante sana kwa fadhili zako Bwana. Wakati mwingine Bwana tunakosa maneno ya kuzungumza kwa sababu ya wema wako Mungu. Baba, wakati na saa hii Mungu, watoto wako wamesimama Bwana. Wanahitaji Bwana neema yako, wanahitaji Mungu fadhili zako Bwana. Baba, kama ulivyokumbuka sadaka ya Kornelio, kama ulivyokumbuka matendo mema ya Ezekia, vivyo Bwana watoto wako hawa inaweka mbele zako, ukapata kwenda kuwagusa. Unajua matendo mema ambayo Mungu anafanya, ukapata kwenda kuwabariki, ukapata kwenda
kuinua katika jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana ni wagonjwa, wanasumbuliwa na miili Bwana. Baba, tunaomba kupitia sadaka zao, kupitia matendo yao mema, Baba ukapata kwenda kuwakumbuka, Baba ukapata kwenda kuwasaidia. Baba ni mwaminifu na wa haki mno katika maisha yetu. Unatujua vyema Bwana, unajua maisha yetu Bwana, unajua kutoka kwetu na kuingia kwetu Mungu. Baba tunakuita wakati na saa hii, Baba tukumbuke, kumbuka kanisa lako, kumbuka watoto wako Bwana, wanakulilia, wanahitaji msaada wako. Baba tunatamani kutenda yaliyo mema katika maisha yetu. Mungu tusaidie, Mungu tuwezeshe, wawezeshe watoto wako, wawezeshe kanisa lako, waweze kutenda matendo yaliyo mema, ili watu wakapate kushuhudia kupitia matendo yao. Neno lako linasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekeza na kuomba, utasikia maombi yao. Baba, sikia maombi ya watoto wako. Baba, sikia maombi ya watumishi wako, ukapata kwenda kuwabariki, ukapata kwenda kuwasaidia. Kuna wengine Bwana ni wagonjwa, waguse miili yao, waguse maisha yao, gusa familia zao Bwana, ukapata kwenda kuwahudumia katika jina la Yesu Kristo. Roho ya magonjwa tunanyamazisha, roho ya kuzimu tunanyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Katika kazi zao Bwana wabariki, katika biashara zao Bwana wabariki, wapatie mstakabali nzuri katika maisha yako Bwana. Wewe Mungu ni mwaminifu na wa haki, utakwenda kutenda, utakwenda kusaidia kanisa lako, utakwenda kuwasaidia watoto wako, utakwenda kuona wema wako ukitembea nasi katika maisha yetu. Baba, tunasema ni asante ya kwamba ni mwaminifu na wa haki, utakwenda kutenda sawa na fadhili zako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki sana.